tumealikwa kuheshimu kazi zetu. Heshima ya kazi. Kazi ni vito, kazi ni mito. Kazi ni kushiriki katika uumbaji wa Mungu, kama tulisikia katika somo la kwanza, wala si njia ya kuishi, wala kazi ni muhimu. Kazi ni muhimu, ni kushiriki katika uumbaji. Madhumuni ya kuumbwa nani Adamu na Eva ulikuwa nini? Kutunza bustani. Kwa hiyo kila mmoja wetu kutunza bustani inamaanisha dunia nzima na viumbe vyake, na pia familia yetu pia. Mtakatifu Yosefu alifanya kazi kwa ukimya. Katika Injili sisi hatusikii kwamba yeye anaongea. Haongei. Zinaongea ni kazi tu. Wakati mwingine kazi haiendi, tunaongea tu. Maongezi mengi, kazi hamna, tunababaisha tu. Alafu ukisikiliza maongezi ya wengine nafikiri kwamba anajua kila kazi, aina zote. Unafanya nini? Naweza kufanya kazi zozote. Wewe huwezi kusema ninafanya kazi zozote. Unaenda kuomba kazi, unafanya kazi gani? Naweza kufanya kazi zozote. Inamaanisha wewe hujui kazi kabisa. Unapaswa kuambia kwamba naweza kufanya kazi hiyo. Baba, kazi ya baba, mtunzaji, pater familiaris. Maana yake una kazi yako, wewe unachukua jukumu la kutunza familia yako. Wengineo siku hizi kuna akina mama, baadhi ya akina mama wako wanahangaika toka asubuhi hadi jioni. They will become the providers. Lakini baba, wewe unapaswa kuwa provider kwa ajili ya familia. Mama wajibu wake ni kutunza familia. Haipaswi kubadilisha hiyo wajibu na kumpeleka kwa mama. Haya, kutunza familia yako. Kazi kama utumishi na upendo. Kazi ya Mtakatifu Yosefu ilikuwa ishara ya upendo kwa Yesu na Maria. Ndio maana alifanya kazi nzima kwa upendo. Kazi lazima tufanye kwa ajili ya wengine, chochote kile. Kwa hiyo wakati unapofanya kazi, fanya kazi kwa uaminifu, kwa upendo, na upendo unageuka kuwa sala kwako na Mungu anazibariki. Yosefu alifanya kazi, lakini alitenda mapenzi ya Mungu, ya kumwacha Mungu pembeni. Badala yake aliendelea na kazi, shughuli zake. Mwezi wa 5, mwezi wa Mama Bikira Maria, nyota ya asubuhi. Mwezi wa 5 na mwezi wa 10 katika kanisa, miezi hiyo miwili imefahamika kama miezi ya Mama Bikira Maria. Mwezi wa Rozari. Kwa nini mwezi huu ni wa Rozari? Kuanzia tarehe 13, kuanzia mwezi wa 5 hadi mwezi wa Oktoba tarehe 13, Bikira Maria aliwatokea watoto wa Fatima kila tarehe 13 ya mwezi. Ndio maana mwezi huu ni mwezi wa Mama Bikira Maria wa Fatima. Na tumeambiwa kwamba kusali Rozari takatifu sisi ni zawadi ya sala katika familia, wazazi, kazi ya shambani. Lakini jioni hatukuwa na kupungukiwa sala. Hata ukiwa na ukichelewa, hamna piga magoti kusali sala ya Rozari. Ni lazima kusoma kutoka Biblia, lazima kuimba nyimbo chache, ni lazima. Kwa hiyo naombeni sana wapendwa ndugu zanguni, nini ambao wanatumia ya Mtakatifu Yosefu, pia nini waka pia kwa njia ya mwombezi wa Mtakatifu Yosefu, sisi tuwaze upya, na wahudumu wa parokia yetu pia tuwaze upya na kuchukua jukumu letu
upya na kuwajibika katika sala, katika familia. Namna pekee Rozari Takatifu, tuwe watu wa sala, kuheshimu Dominika pia, ili kuwaongoza watoto wetu ili wakuwe katika hekima mbele ya Mungu na maarifa mbele yake na mbele ya dunia pia. Mtakatifu Yosefu mwombezi wetu atusaidie. Amina.